Usisahau subscribe, kulike, turn on notification, kushare na kucomment. Na heli wewe ambaye uko mahali hapa jioni ya leo, nyosha mkono wako tusalimiane namna hii hewani. Amen. Wewe ni mtu wa thamani sana. Mara nyingi tunajifikiria tulivyo, maswali mengi, historia na mambo tuliyofanya na jinsi tulivyo, lakini tunashindwa kujua sisi ni watu wa thamani sana 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 mbele za huyu Yesu. Amina. Basi tunapokwenda kulisikia neno la Bwana, tayarisha moyo wako. Na mimi ninaomba nisimame na wewe patakatifu pa mbinguni tunapoomba kwa ajili ya sadaka jioni hii leo. Tuombe. Mungu liha, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako. Neno lako linasema malaika huchukua uvumba pamoja na maombi ya watakatifu wakayaweka katika chetezo cha dhahabu. Ndivyo Bwana wewe hujibu kwa moto. Na mimi kwa neema yako nimepata kwa kuhani, mtu asimamaye katikati yako Bwana, na watu ambao walikwenda Golgotha juu ya mti ukamwaga uhai, ukamwaga damu yako, watu ambao wamefanyika kwa neema kuwa wana wako. Ninaomba kwa jina la Yesu nisimame na kila nafsi ambayo jioni hayo iko mahali hapa katika hema lako, katika nyumba yako. Kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, ninaleta mahitaji ya kila mmoja mmoja. Yeye awekaye katika chetezo wa dhahabu, malaika afanye hivyo sasa, kwa kuwa tunahitaji kuona nguvu zako, tunahitaji kusikia sauti yako, sauti kama sauti ya maji mengi, sauti kama sauti ya baragumu. Jioni ya leo ukitufunika kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, ukikutana na kila hitaji la mmoja wetu. Bwana wa mabwana, wanaoona giza, hilo giza liondolewe. Waliokosa tumaini, wewe ndilo tumaini. Waliofika mwisho na kuzimia, imeandikwa wewe uzimii wala hauchoki, akili zako hazichunguziki. Wenye kiu Bwana, imeandikwa wewe ndiwe maji ya uzima. Roho wako atamalaki sasa. Kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, ninaomba na kupokea. Amen. Tunaweza kuketi. Haleluya. Uko tayari kwa ajili ya mafundisho ya neno la Mungu? Kweli? Hebu nyosha mkono hewani namna hii. Piga kigelegele wanawake. Haleluya. Jioni ya leo mtakatifu amemwandaa mchungaji msaidizi Frankie kwa ajili ya kutufundisha. Kwa hivyo naomba tusimame na nimkaribishe. Mbingu za mbingu ziko mahali hapa. Lile wingu litaonekana katika malango ya madhabahu hii. Karibu. Shangilia Yehova kwa makofi. Haleluya. Amina, amina, amina. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nawasalimia katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu. Haleluya. Ni siku njema ambayo Bwana ameifanya kwamba sisi tuwepo katika hema lake. Nipende uweze kumshukuru Mungu kwa kufikia siku hii ya leo, ambayo sasa tumemaliza miezi mitatu ndani ya mwaka wa 2025. Katika miezi hii mitatu tumekuwa na siku ambazo ni 91 na nusu tulizozimaliza.
zenye masaa 2199. Haleluya. Jipongeze kwa hilo. Ni siku nyingi sana, ni neema ya Mungu. Na masaa haya 2196 yana dakika 1,131,760 yenye sekunde 7,909,600. Hebu jipongeze kwa kuwa umeipata neema kumaliza siku zote hizo na masaa na dakika zote hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuna kila sababu za kumshukuru Mungu. Mungu ametupa neema ya leo kwa kupata nafasi hii ili tuweze kujifundisha maneno ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, ninakushukuru kwa nafasi hii njema ya jioni hii ambayo umetupa kibali kuwepo katika madhabahu yako hii. Asante Mwokozi wetu uliye juu ya mbingu zote. Ni kwa neema yako tu, si kwa uwezo wetu Bwana. Hivyo ninakualika sasa ukaribiane pamoja nasi wakati tunapoendelea kujifundisha maneno yako. Mungu, Roho wako Mtakatifu atufundishe, atuatamie na atufunulie. Mungu wa amani pia atuangazie kwa yale ambayo tunaenda kujifundisha kwa siku hii ya leo. Ninakushukuru kwa kuwa wewe ndiye Bwana wa Mwokozi wetu, na ninaharibu kila roho ambayo inaweza kuja kuhamisha ufahamu wetu, kuhamisha usikivu wetu. Kwa mamlaka damu ya Yesu, hana nafasi huyo roho, ni roho mharibifu. Ninakumteketeza kwa mamlaka damu ya Yesu. Isipokuwa naalika uwepo wako Mfalme ukatutawale katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amina. Amen. Kichwa cha somo letu kwa siku hii ya leo nimekipa jina la kitovu cha mwongozo wa shughuli za mwanadamu au maamuzi ya mwanadamu. Tutaenda kuangalia maandiko matakatifu katika Mithali ya Sulemani. Sulemani aliandika misali hizi kwa sababu yeye ni mfalme aliyeomba hekima kuliko kuomba vitu vyote vya ulimwenguni huu. Yeye aliomba hekima na akapewa hekima kweli kweli kama alivyoomba. Sasa ndiye aliyetunga mithali hizi ambazo tutaenda kujifunza kwa siku hii ya leo. Mithali sura ya 4, tutaanzia mstari wa 20 mpaka 27. Ndani ya mistari hivyo ndio tutakapopata ujumbe wa kitovu cha mwongozo wa shughuli zote za mwanadamu au maamuzi ya mwanadamu. Niombe msomaji unisomee andiko hilo. Mithali ya Sulemani sura 4 mstari wa 20 mpaka 27. Mithali sura ya 4 mstari wa 20, neno la Mungu linasema: Mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako, uzisikie kauli zangu, zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao wote. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Kinywa cha ukaidi ukitenge nawe, na midomo ya upotovu uiweke mbali nawe. Macho yako yatazame mbele, na kope zako zitazame mbele yako sawasawa. Ulisawazishe pito la mguu wako, na njia zako zote zithibitike. Usigeuke kwa kuume wala kwa kushoto, ondoa mguu wako maovuni. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tumeyasikiza maneno ya Mungu ambayo yameandikwa katika Mithali ya Sulemani, hii sura ya 4 kuanzia mstari wa 20 mpaka mstari wa 27. Lakini tuna andiko moja tu ambalo ndilo ujumbe wetu, ambalo ndio tutaangalia kwamba ndicho kitovu cha mwongozo
wa shughuli za mwanadamu au maamuzi ya mwanadamu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nitalisoma hilo andiko ambalo ndilo mwongozo tunaotaka sasa kuona, ambacho ndicho kitovu cha mwongozo wa shughuli zote za mwanadamu. Neno la Mungu linasema mstari wa 23 kwamba linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako kwamba linda moyo wako. Sijaona unamwambia, wala sioni kama unamwangalia. Kwa nini Mungu anatusisitiza kwamba linda moyo wako kuliko yote uyalindayo? Kwa sababu ndiko zitokako chemichemi za uzima. Kwa nini asisitize neno hili? Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Moyo ndicho kitovu cha mwongozo wa maamuzi yako wewe mwanadamu. Kwa sababu kuna mambo matatu yaliyoko katika moyo, ambayo mambo haya matatu ndiyo ambayo yanakupa maamuzi wa kile unachotaka kufanya, kile ambacho unataka kutenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndani ya moyo. Hivyo ujumbe wetu ni linda moyo wako. Ndani ya moyo kuna mambo matatu. Jambo la kwanza, moyo ni kitovu cha akili. Haleluya. Moyo ni kitovu cha akili. Jambo la pili, moyo ni kitovu cha hisia za mwanadamu. Haleluya. Jambo la tatu, moyo ni kitovu pamoja na kwamba neno la Mungu limetuambia wazi kwamba linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, na tumeona wazi kwamba moyo ndicho kitovu cha mambo yote ambayo mwanadamu unaweza ukafanya. Lakini bado kuna wanadamu ambaye bado anafikiri kwamba kichwa na ubongo vinaweza vikawa ndio mwongozo wa yale anayoyafanya. Lakini mimi siku ya leo siwezi kukubaliana na mwanadamu anayefikiri hivyo. Ninakubaliana ya kwamba moyo ndicho kitovu cha mwongozo wa maamuzi yako yote, wa shughuli zako zote unazozifanya. Kwa sababu Mungu aliona ya kwamba moyo usipoulinda kwa uangalifu, moyo utakapo kushinda kuutunza, maamuzi yako utakayokuwa unayafanya yatakuwa na matatizo. Lakini amekusisitiza kwamba linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Mwanadamu katika maisha tulio nayo, tuna vitu vingi sana vya thamani ambavyo vina thamani kubwa sana, lakini Mungu hakuvipa kipaumbele ya kwamba unaweza kuvilinda kuliko moyo. Moyo ni kitu cha thamani sana. Moyo ndicho kitovu cha mwongozo wa maisha ya mwanadamu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaweza tukaangalia kwamba kwa nini nimesema kwamba moyo ni kitovu cha akili. Neno la Mungu linasema katika Kumbukumbu sura ya 8 mstari wa 5 kwamba moyo ni kitovu cha akili, kwa sababu watu hujua kutoka mioyoni mwao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Akili zako hizi ambazo
unafikiri kitu na kukifahamu, ujue kimetoka ndani ya moyo. Kwa hiyo moyo ni kitovu cha akili za mwanadamu. Pia moyo husababisha watu kujua mioyoni mwao, na watu huomba kutoka mioyoni mwao. Akili zako zinakutuma kwamba nifanye maombi, lakini huu uamuzi wa kuomba umetokana na moyo kuamua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mwanadamu hufanya maombi katika mioyo yao. Ni Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 12 mpaka mstari wa 13. Huomba katika mioyo yao. Moyo ni kitovu cha akili. Pia hutafakari kutoka mioyoni mwao. Akili zinatafakari kutoka ndani ya moyo. Kwa hiyo moyo ni kitovu cha akili. Akili hutafakari kutoka ndani ya moyo. Utaandika Zaburi sura ya 19 mstari wa 14. Huu ndio uthibitisho ya kwamba akili hutafakari kutoka ndani ya moyo. Pia hulificha neno la Mungu. Hulificha neno la Mungu katika mioyo yao. Akili hulificha neno la Mungu kutoka katika mioyo yao. Zaburi ya 119 na mstari wa 11, na Kumbukumbu ya Torati sura 4 mstari wa 29. Hulificha neno la Mungu katika mioyo yao. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Pia mwanadamu hubuni mipango na kufanikiwa kutoka katika mioyo yao. Akili zako unapokuwa unabuni kitu na kukifanya kikawa na mafanikio, kinatoka ndani ya moyo. Ndio maana Mungu anatusisitiza kwamba tuulinde moyo kuliko kitu chochote tunachokilinda. Kwa sababu unapofanya jambo kama moyo wako hujaulinda vizuri, utajikuta yale maamuzi unayoyafanya unaangukia sehemu ambayo sio, kwa sababu moyo wako hauko sawa sawa. Lakini kama moyo wako umeulinda vizuri, utajikuta kwamba kila unayoyafanya yanayotoka ndani ya moyo yatazileta baraka za Bwana na ni utukufu mbele za Bwana. Zaburi ya 140 mstari wa 10. Wewe andika, halafu utayakuwa unasoma taratibu vizuri, uangalie kwamba je, ni kweli haya ndiyo yanayofanywa na moyo kupitia akili? Jina la Bwana libarikiwe sana. Yapo mengi ambayo akili hufanya maamuzi kutoka ndani ya moyo. Kwa hiyo linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, kwa sababu akili inafanya vitu kutoka ndani ya moyo. Kama moyo wako utakuwa hujaulinda vizuri, akili yako itakupa maamuzi yasiyo sahihi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na hivi unavyotuona tukiendelea kuliamini neno la Mungu, tunaamini kutoka ndani ya moyo. Sasa kama moyo wako hauko vizuri, neno la Mungu kuliamini itakuwa ni shida. Hata mashaka tunayoyafanya, kama moyo wako hauko vizuri, ukishapata mashaka tu ujue kwamba utapotoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mistari mingi ambayo inatudhihirishia ufahamu wetu kutoka kwa akili zetu kwamba tunayoyafanya yote hutoka ndani ya moyo. Kimsingi kabisa, vitendo vyote hivi vinafanyika
kutoka katika fikira zetu ndani ya kitovu ambacho ni moyo ulio kitovu cha akili zako. Kwa hiyo mpendwa, neno hili ambalo Sulemani aliliandika kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, kwa kusisitiza kwamba uulinde moyo wako kuliko vitu vyote vilivyo navyo vya thamani. Tambua wazi kwamba moyo ni wa thamani sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jambo la pili, moyo ni kitovu cha hisia. Mwanadamu ana hisia. Mwanadamu huhisi kufanya jambo fulani. Sasa hisia zako zote hutoka ndani ya moyo. Linda moyo wako ili upate kuhisi vizuri, na katika hisia yako uweze kufanya maamuzi yako vizuri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Biblia inasema kwamba katika Kumbukumbu sura ya 4 mstari wa 14 ya kwamba inazungumzia moyo wenye furaha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hisia zako, unahisi kuwa na furaha kutoka moyoni. Haleluya. Pia moyo wenye upendo. Hisia za upendo hutoka ndani ya moyo. Kama moyo wako hujaulinda vizuri, hujautunza vizuri, hisia zako haziwezi kuleta moyo wa upendo. Utajikuta mara nyingi unakuwa na hasira, mara nyingi unakuwa na chuki. Lakini ukiulinda moyo wako, utahisi kuwa na upendo wa kumpenda ndugu yako na kumpenda yule na kupenda kitu fulani, lakini kutoka ndani ya moyo. Hisia ya moyo wenye toba. Jina la Bwana libarikiwe. Moyo wenye upendo, andika Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 5, na moyo wa toba Zaburi ya 51 mstari wa 17. Hisia zenye moyo wa toba. Unapokuwa unaishi katika maisha yako, unaweza ukawa na hisia fulani fulani, lakini kama umetaka kwenda tofauti na mapenzi ya moyo, kama uliulinda moyo wako vizuri, utahisi kwenda kufanya toba. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lazima uhisie kwenda kufanya toba, lakini hiyo hisia ya toba hutoka ndani ya moyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Moyo wenye ujasiri hutoka katika hisia pia. Lazima uhisi kuwa na ujasiri. Lazima uhisi kuwa na amani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Moyo wenye hisia. Zaburi ya 27 mstari wa wenye ujasiri. Zaburi ya 27 mstari wa 14. Utajikuta kwamba unaambiwa kwamba moyo wenye ujasiri. Unakuwa jasiri kweli kweli, lakini ni katika hisia kutoka ndani ya moyo uliotunzwa vizuri. Haleluya. Ndani ya hisia humo humo kuna moyo wenye hasira. Haleluya. Kuna moyo wenye hasira. Ukiwa na hasira kutoka moyoni, lakini moyo kama uliutunza vizuri, utajua ni jinsi gani uweze kudhibiti zile hasira ulizo nazo. Haleluya. Lakini kama hujaulinda moyo wako vizuri, ukihisi hasira, utafanya maamuzi yasiyo sahihi mbele za Bwana. Haleluya. Utafanya maamuzi yasiyo sahihi mbele za Bwana. Mithali 19 mstari wa 3. Pia kuna moyo wenye uchungu. Yeremia
na Warumi sura ya 9 mstari wa 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimesema kwamba kitovu cha mwongozo wa maamuzi ya mwanadamu kina mambo matatu ambayo tumeona kwamba kuna akili ndani ya moyo na kuna hisia ndani ya moyo. Vitu hivi vimo ndani ya moyo ambavyo kitovu chake ni moyo. Kila ambacho nataka kuhisi na kukifanya hutoka ndani ya moyo. Kila chochote ambacho umefikiria kwa akili zako hutoka ndani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nimesema kwamba katika moyo ndimo kuna utashi. Haleluya. Ndimo kuna utashi. Kwa sababu mtu unataka kufanya jambo fulani, lazima liwe limetoka ndani ya moyo. Unataka kutengeneza jambo fulani, kutenda jambo fulani, lazima liwe limetoka ndani ya moyo. Sasa kama moyo wako haujalinda sawa sawa, yale unayoyataka, unaweza kutaka mambo ambayo sio mapenzi ya Mungu, kwa sababu moyo wako hauko vizuri mbele za Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Katika utashi tunaweza kusoma kwamba yapo ambayo mtu unaweza ukawa unahitaji kuyafanya, unataka kuyafanya kutoka ndani ya moyo. Moyo unakuruhusu kuyafanya yaliyo mema mbele za Bwana, kwa kuwa moyo wako umeulinda vizuri. Moyo pia ndani ya utashi huo huo kuna moyo uliofanywa kuwa mgumu. Bwana asifiwe sana. Kuna moyo uliofanywa kuwa mgumu. Mwanadamu ambaye matakwa yake ni kutoka kumpendeza Mungu, ni kutoka kufuata mapenzi ya Mungu. Neno la Mungu linatuambia kumtii Bwana, lakini mwanadamu ameshindwa kumtii Mungu kwa sababu ya moyo wake mgumu. Yeye anataka kufanya anavyotaka yeye kama yeye. Jina la Bwana libarikiwe sana. Moyo uliofanywa mgumu kukataa maagizo ya Mungu. Soma Kutoka sura ya 4 mstari wa 21. Niombe usome andiko hilo. Kutoka sura ya 4 mstari wa 21. Kutoka sura ya 4 mstari wa 21, neno la Mungu linasema, Ndiyo. Bwana akamwambia Musa, hapo utakaporudi Misri, angalia ukazifanye mbele ya Farao zile ajabu zote nilizozitia mkononi mwako, lakini nitaufanya mgumu moyo wake, naye hatawapa ruhusa hao watu waende zao. Endelea kidogo. Nawe umwambie Farao, Bwana asema hivi, Israeli ni mwanangu mimi, mzaliwa wa kwanza wangu, nami nimekuambia mpe mwanangu ruhusa aende, ili apate kunitumikia, nawe umekataa kumpa ruhusa aende. Angalia basi, mimi nitamua mwanao mzaliwa wa kwanza wako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Neno la Mungu limesema, Bwana akamwambia Musa, hapo utakaporudi Misri, angalia ukazifanye mbele za Farao zile ajabu zote nilizozitia mkononi mwako, lakini nitaufanya mgumu moyo wake, naye hatawapa ruhusa watu wangu. Moyo uliofanywa mgumu
kufanya maagizo ya Mungu. Mungu aliamua kufanya moyo mgumu kwa Farao kwa sababu Farao alikataa kufanya maagizo yake aliyoagizwa. Kwa hiyo na wewe kama utakataa kufanya maagizo ya Mungu, Mungu anaweza kukuachilia akakuongezea kuwa na moyo mgumu wa kutoyasikiliza maneno ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yote haya kutoka ndani ya moyo kwa utashi wa mwanadamu. Farao yeye alichagua kuwa na moyo mgumu, ndivyo alivyotaka. Mungu naye akamwongezea kuwa mgumu tena. Kwa hiyo kama na wewe utataka kuwa na moyo mgumu, moyo wako utaendelea kufanywa kuwa mgumu. Moyo uliojishusha kwa Mungu. Yoshua 24 mstari wa 23. Moyo uliojishusha kwa Mungu kutoka katika utashi wa mwanadamu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na moyo unaokusudia kufanya jambo fulani. Mwanadamu ana utashi wa kukusudia kufanya jambo fulani, lakini linatoka ndani ya moyo. Kama moyo wako hujaulinda vizuri kama ulivyoagizwa, ule utashi wa kufanya jambo fulani, unaweza kujikuta unafanya mambo yasiyompendeza Mungu. Lakini kama moyo wako utakuwa umeulinda vizuri, yale maamuzi ya utashi wako utafanya yale yanayompendeza Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo ndio maana tumesisitizwa kwamba tuulinde mioyo yetu kuliko yote tuyalindayo, kwa sababu moyo ni kitovu cha mambo yote ambayo mwanadamu anahitaji kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya utashi kuna moyo wa kujitoa kumtafuta Bwana. Katika utashi wako, mwanadamu ana utashi wa kutaka kuamua kumfuata Bwana kutoka ndani ya moyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mwanadamu hutaka kuamua kutoka katika moyo ili amfuate Bwana. Hayo ni maamuzi ya mwanadamu kutoka ndani ya moyo. Moyo wako ukiulinda vizuri, utakuwa na utashi wa kuamua kumfuata Bwana. Mambo ya Nyakati sura ya 22 mstari wa 19. Na tukisoma katika Nyakati hiyo ya pili mstari wa 6, sura ya 6 mstari wa 7, utaona moyo unaofanya uamuzi. Sasa kama moyo wako hujaulinda vizuri, ukautunza vizuri, ukafanya mapenzi ya Mungu, ukaishi maisha matakatifu, maamuzi yako hayatakuwa sahihi. Kwa hiyo linda moyo wako ili uwe na maamuzi sahihi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haya yote hutoka katika utashi wa mwanadamu. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na moyo wa utakatifu ili tuweze kulinda moyo wetu vizuri. Maisha yetu ya hapa duniani ni maisha ambayo kama hatutaongozwa na moyo, tutajikuta tunafanya maamuzi yasiyompendeza Mungu. Kwa hiyo fikiria, ndugu mpendwa, katika mambo haya yote ambayo ni kitovu cha mwongozo wa maamuzi yako, niombe uwe unajifikiria, je, utashi wangu uko ndani ya moyo uliokaa salama? Au mara nyingi huwa ninaamua kufanya jambo pasipo kufikiria vizuri, najikuta nimefanya maamuzi yasiyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia ndani ya moyo huo kuna asili mbili tofauti. Kuna asili ya moyo ulio mbali kabisa na Mungu, na kuna asili ya moyo uliofanywa upya.
Sasa katika asili hizi mbili au mambo haya mawili ni wewe kuangalia, je, moyo wako uko mbali na Mungu au moyo wako ulishafanywa upya? Haleluya. Ukae unatafakari mpendwa. Ndani ya moyo kuna mambo tofauti mawili. Kuna moyo ambao uko mbali kabisa na moyo na Mungu, na kuna moyo ambao umefanywa upya, moyo ulionyenyekea, moyo ambao kila unapotaka kufanya jambo fulani basi unakuta unakuwa na unyenyekevu, unakuwa na utulivu, hekima imejaa ndani ya moyo huo. Na kuna moyo ambao uko mbali na Mungu kabisa, unaofanya maamuzi yake ya kibinadamu. Kila analotaka kulifanya yeye anatumia maamuzi yake tu kwa kufikiria na kuamua kufanya. Hata hamshirikishi Mungu. Hawezi kumwambia Mungu kwamba nataka kufanya jambo hili. Yeye anafanya anavyotaka tu. Basi ujue huo ni moyo ulio mbali na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tunaweza kuangalia mfano huu kwamba wakati Adam na Hawa walipochagua kutii jaribu la nyoka, wakati Adam na Hawa walipoamua kutii jaribu la nyoka, wakadanganyika, wakafanya maamuzi ya kula tunda ambalo walikatazwa. Kwa sababu Adam na Hawa waliumbwa katika hali ya utakatifu na wakabidhiwa bustani ya Edeni waitunze na waendelee kunemeka katika bustani ile. Lakini nyoka, sauti ya nyoka, badala ya kuendelea kutii lile agizo la Mungu, wao wakajikuta wametii ushauri wa nyoka, wakajikuta wamekubali kula tunda la mti ambao walikuwa wamekatazwa kwamba wasile, ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Wakajikuta sasa tayari wamefanya vibaya. Mwanadamu akaathirika kuanzia hapo. Dhambi ikawa imeingia kwa mwanadamu. Kwa hiyo uovu ukaanzia hapo. Sasa na wewe mwanadamu wa sasa umeupokea wokovu wa Bwana, umeendelea kuishi vizuri ndani ya Bwana, lakini umeshindwa kuutunza moyo wako vizuri, umeshindwa kuulinda moyo wako vizuri. Usipoangalia na wewe utadanganyika kama Hawa alivyodanganyika na akampa mmewe lile tunda waliokuwa wamekatazwa na Mungu kulitumia. Yeremia anathibitisha kwamba moyo una ugonjwa wa kufisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo una ugonjwa wa kufisha kwa sababu moyo ni mdanganyifu sana tusipoangalia. Soma Yeremia sura ya 17 mstari wa 9. Moyo ni mdanganyifu sana, huu moyo tulio nao. Ndio maana tunasisitizwa kuulinda, na moyo ndicho kitovu cha maamuzi yetu yote ya mwanadamu, kwa sababu neno la Mungu limetuambia kwamba linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko kutokako chemichemi za uzima. Kama ndiko kutokako chemichemi za uzima, kitakosaje kuwa kitovu cha mwongozo wa maisha yako, wa kazi zako, wa maamuzi unayoyafanya? Soma Yeremia 17 mstari wa 9. Yeremia 17 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, bali na Mungu na moyo ambao sema, ndio
moyo huwa mdanganyifu kuliko umefanywa upya. Katika moyo uliofanywa ambao uko mbali na Mungu, una mambo mabaya unayoyafanya ambayo ni haya. Moyo ulio mbali na Mungu kufanya uasherati, wizi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya na ukorofi na mambo mengine machafu kabisa yasiyopendeza Mungu, hutoka katika moyo ambao uko mbali na Mungu. Moyo uliko mbali, ambao uko mbali na Mungu, hauogopi kutenda uovu aina yoyote. Sasa fikiria, kama ndani ya moyo wako huwa huogopi kutenda dhambi, ujue moyo wako uko mbali na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ujue moyo wako uko mbali nani? Na Mungu. Tusome Marko sura ya 7 mstari wa 21 mpaka 23. Marko 7:21 mstari wa 7:21 mpaka 23. Marko sura ya 7 mstari wa 21, neno la Mungu linasema, ndiyo, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivu, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, hayo yote ambayo yanatoka ndani ya moyo ulio mbali na Mungu. Kati ya yote haya, kama kuna hata neno moja au tendo moja ambalo kwako limekutawala, ujue wazi kwamba moyo wako uko mbali na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Moyo wako uko mbali na Mungu. Yesu alifundisha kuhusu ubaya wa dhambi katika moyo pale aliposema kuwa dhambi ya hasira ni sawa na uuaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndipo Yesu alipodhihirisha, akathibitisha wazi kwamba hata kama una hasira, wewe mwanadamu ukiwa na hasira ni sawa na muuaji. Kwa sababu mtu mwenye hasira maamuzi yake ni mazito mno. Kwa hiyo hata kama hujaua, una hasira, wewe ni sawa na muuaji. Ziondoe hasira zako ili usifananishwe na muuaji. Jina la Bwana libarikiwe sana. Dhambi ya tamaa mbaya ni sawa na tendo la uzinzi. Kwenye moyo wa hasira au dhambi ya hasira utaandika Mathayo sura ya 5 mstari wa 21 mpaka 22. Sasa na dhambi ya tamaa mbaya ni sawa na tendo la uzinzi. Kama una tamaa mbaya ni sawa na tendo la uzinzi. Soma maandiko matakatifu, Mathayo sura ya 5 mstari wa 28. Mathayo sura ya 5 mstari wa 27 mpaka 28. Mtu mwenye tamaa anafananishwa na mzinzi. Tamaa mbaya. Mathayo sura ya 5 mstari wa 27, neno la Mungu linasema, mmesikia kwamba imenenwa usizini. Lakini mimi nawaambia, kumtamani kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani, ndiyo amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Amina. Kutamani tu, kama tamaa zako zina hisia mbaya, sawa sawa na mtu aliyezini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kutoka
sura ya 20 mstari wa 14. Soma Kutoka sura ya 20 mstari wa 14. Kutoka sura ya 20 mstari wa 14, neno la Mungu linasema Ndiyo. Usizini. Endelea. Achia hapo. Imesema kwamba usizini. Sasa uache tamaa ili usiweke kwenye. Usisahau subscribe, kulike, turn on notification, kushare na kucomment.